Nikaingia kwa kuamini kwamba bwana hawa watatulinda kweli, lakini wao walikuwa na kwao. Ukiangalia mawasiliano ya kiserikali baina ya Ian Smith na Lord Salisbury, alikuwa anaambia au bwana sasa tushamweka sawa. Na lakini nimeshamwambia hata akitaka tushamgarantii yeye ataendelea kuwa mfalme, anasema yeye hana tatizo. Maadamu ataendelea kuwa mfalme na watakao mrithi wataendelea kuwa ufalme, basi hana tatizo. Lakini nimemwambia katika kuteua wafalme watakao kuja lazima apate ridhaa yetu, na yeye akasema hana tatizo hilo. Si ridhaa yenu tu Waingereza, iko tayari. Hadi mawasiliano ya siri baina ya Ian Smith na Lord Salisbury na yapo katika kumbukumbu. Anaitaka tumpe asome. Lakini baada ya kuingia akafanywaje? Akafanywa mpaka mwenyewe sasa akaanza kulalamika. Akaanza kulalamika, na wakati alipokuja bwana governor wa Ujerumani mwaka 1895 kuja kumtembelea hapa Zanzibar, von Wisman, akamwalika katika karamu, Waingereza wakaigomea, lakini akamueleza masikitiko yake Waingereza wanavyomfanyia chini ya protectorate. Sasa haya na matokeo yake alipotaka kuja kudai uhuru, hakuambiwa tu sisi tuna mkataba au mkataba basi, ibidi akadai kama walivyodai makoloni mengine. Lakini jambo jingine ambalo mimi napenda niwakumbushe wenzangu ni kwamba kwa mfumo kama huu wa serikali mbili au kuendesha mambo ukayachanganya, ndio ilioifanya leo Mombasa ambayo ilikuwa ni sehemu ya Zanzibar tokea mwaka 1886 wakaikodisha, sultani akaikodisha kwa Waingereza mwaka 1895. Wakakaa nao Waingereza, walichoweka ni bendera tu, lakini mambo mengine yote wakayafanya kama ni sehemu ya Kenya. Mpaka mwaka 1920 wakatoa Coastal Kenya Annexation Order ya mwaka 1920 kwamba ile nayo itajaliwa ni sehemu ya. Kwa hivyo wakaiendesha kukaa hakuna tofauti. Sasa cha ajabu ni kwamba yalipokuja sasa wakamteua mtu kana Robertson mwaka 60 ili sasa afanye uchunguzi. Namshukuru sana Mheshimiwa Jussa kwa kunipatia ile ripoti ya Robertson. Ni ripoti niliyosoma zaidi ya mara 3. Hoja za Robertson anasema hii sehemu hii sirudi tena Zanzibar, kwa sababu imekuwa kwanza imekuwa haijawahi haionekani kama ni ya Zanzibar. Si nyie ndio mloifanya hivyo? Nyie mmeikodi. Muiendeshe kama ni mali ya Zanzibar. Mnalipa kodi. Sasa mmegeuza hivyo, sasa leo mnakuja na hoja kwamba lakini haiko hivyo. Mkisoma ile ripoti mtacheka kweli kweli. Lakini matokeo ya nini? Ni mtu kupewa mamlaka akayachanganya na kwake, baadaye anaona kama ni ya kwake. Ndio maana yale maneno si ya bahati mbaya aliyosema bwana Lukuvi kule kanisani Dodoma. Si bahati, na yanatosha Zanzibar kujua wenzetu wanataka nini, sio muungano. Na kwa nini wanapigania muungano wa serikali mbili wenzetu? Kwa sababu wanajua kwamba bahati mbaya wewe being protectorate, baadaye maana yake protectorate ni koloni tu, and then utakuwa huna mamlaka ya jambo lolote, na atakuwa na hoja. Nadhani wengine mlimsikia Mheshimiwa Sita alipokuwa akizungumza na diaspora. It's very clear in their mind. Kama kiongozi ulikuwa kazi ya kulinda maslahi na ukashika msaafu ukaapa kwamba utalinda bila woga. Hivi maneno yale ya Lukuvi, maneno yale ya Sita hayakuamshi kichwa? Unless labda umepata ile maradhi ya biti. Na yako mengine wanasema ya mgunya wa vikokotoni. Naomba mwenyekiti tumie dakika zako kidogo tu. Wake Mgunya anasema alikuja hapa na jahazi yake, alipoteremka tu akapata bibi mmoja akamweka ndani. Mashaallah akampa huduma alizompa.
maana kunawa ile akinawisho ule mkono. Imefika wakati wa kuondoka, vijana wamekuja, twende zetu, anasema mimi sijesha kazi yangu, nyie tangulieni vijana. Wakatangulia, wakaenda, wakarudi mara ya pili. Sasa vijana kuachia kazi peke yao, badala ya kumletea pesa sasa wakawa wanamletea madeni. Sasa alipoletewa madeni akasema sasa bwana, kama kazi ngwashinda, nyie yuzeni hiyo jahazi. Jahazi ikauzwa. Akaja yumo ndani vikokotoni. Kamaliza wewe, zilipomaliza bibi anaambia mimi bwana, wewe mwanamume gani hata hutoki bwana kwenda akamfukuza. Pesa zishaisha. Sasa siku anatoka akapiga kilio kikubwa Mgunya. Vijana wakamuuliza, wewe namna gani walilia mwanamke bwana, twende tukakupeleke kwa mwingine. Wapo tele hapa. Anasema Messi lilintunke. Mimi nalilia jahazi yangu bwana. Impita mikondo mingi haikuzama, inkuja zama hapa nchi kavu. Sasa na wenzetu nadhani wametiwa ndani. Sijui nadhani si vikokotoni, maana kwa vikokotoni wengezinduka. Nadhani Dodoma. Wananawisha mikono lakini wajue siku itakapokwisha kisha kuchukuliwa atafukuzwa. Sasa ingekuwa hii jahazi ni yao peke yao, tusingekuwa na tatizo. Lakini yetu pamoja. Jambo jingine, Mheshimiwa Mwenyekiti. Suala la uhalali wa Rais wa Muungano kwa upande wa Zanzibar. Ibara ya 89(6). Kwa mujibu wa ibara hii nasema kwamba Rais wa Muungano atachaguliwa kwa kupata wingi wa kura. Kwa kupata wingi wa kura. Maana yake nini? Ni kwamba huyu Rais wa Muungano atachaguliwa na upande mmoja, ndio maana yake. Mnaweza mkafika pahala ni kwamba Zanzibar kura 500,000 yeye anazihitaji za nini? Haisemi kwamba lazima apate kura Zanzibar. Hata ile token, sisi tulikuja na wazo hili, na kilichonishangaza sana kwamba ile kamati ya uandishi waliobakia akina Mheshimiwa Mwakiembe, Mheshimiwa Sharozi walisema mbele ya kamati kwamba hili hata sisi tulishaliona, sijui secretariat tu walilifanyaje. Lakini imekuja rasimu iko vile vile. Imekuja hiyo katiba inayopendekezwa. Kwamba kwa maana hiyo sasa unaweza ukafika pahala ukawa na Rais wa Muungano ambaye hakupata kura yeye wala chama chake, lakini akawa Rais wa Muungano. Sasa athari yake maana nini? Ni kwamba sisi Rais wa Muungano tutazameni mamlaka ikiwemo hiyo kugawa mipaka. Si Rais wa Muungano Zanzibar hatukumkabidhi swala la afya tu. Tumemkabidhi wote unaosema ujana dume wetu, tumempa yeye. Maana ndio amiri jeshi mkuu. Yeye ndio anaamua kufanya kila kitu kusema kweli. Ndiye anateua mawaziri, ndiye yote yale ya sovereignty imo mikononi mwa Rais wa Muungano. Lakini wewe mshirika ambaye umetoa mambo yako ukampa yeye ayasimamie. Maana yake sasa unaambiwa ukimtaka usimtake ndio huyo. Wanasema mume wa mama baba. Hakuna arrangement kama hiyo duniani. Ukitazama nilikuwa nasema siku yote, nilikuwa nashangaa kwa nini uchaguzi wa Marekani uko vile ulivyo. Kwamba una zile electoral college. Kwamba ukitazama dini ya muungano wa Marekani kuna state makubwa. California population yake nadhani almost 38 million. Ungekuwa California haimo katika muungano wa Marekani, ingekuwa ni nchi yenye uchumi mkubwa wa 8 duniani.
Lakini imo kwenye muungano wa Marekani. Ukitizama na state kama Wyoming, ina state kama Maine yenye watu 1,400,000, huwezi kulinganisha na California. Lakini again wamepewa kura maalum ya kuamua rais. Na ndio maana marais unakuta wagombea wale wanahangaika kwenye hivi state vidogo vidogo. Kwa sababu wanajua hivi bwana, tukivikera hivi ndio vinaweza vikatukosesha, kwa sababu wana kura ya urais wamepewa. Tumeelewana? Mimi nilipata bahati, wa Marekani wenyewe walinipa ya kwenda kufanya miezi miwili study tour, wanaita International Leadership Program, na kusoma mfumo wao wa kuendesha serikali. Na moja nikawauliza hili, ndo kaniambia hili kazi yake ni kuulinda muungano wa Marekani. Kwa sababu bila ukinini hivi state vingine ndo, na ndio maana katiba ya Marekani nasema ni marufuku kuzigawa state zikawa mbili au kuziunganisha state zikawa moja. Haikubaliwi kwa sababu inataka kuulinda muungano, na inasema inawaguarantee states zile Republican form of government. Huwezi kuja na mfumo wako ajabu. Sasa sisi rais wa muungano ukimtaka usimtake, ukimpa kura yeye au chama chake, maana yake ni rais wa muungano. Hana haja anakuja hapa kutusanifu, unaweza ukasema, kwa sababu hahitaji kura za Zanzibar kwa mfumo tulionao. Ndio mfumo uliopo sasa, ndio mfumo ambao katiba inayopendekezwa ajabu inasema kwamba tuendelee nao. Lakini huu nani anahitaji kura 300,000? Zinaweza zikamsaidia labda katika mazingira sasa ya ushindani mkali. Lakini kusema kweli ni hatari. Zanzibar being a constituency, mshirika wa muungano, haiwezi kuwa isiwe na sauti katika kuamua yule mtu ambaye inampa mamlaka yake. Lakini jambo jingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, nadhani la sita na la karibu ya mwisho, la tano, ni mamlaka ya bunge. Hili jambo la ajabu kupindukia, na hili ndio linalofanya Zanzibar kwenye muungano hii ikawa ni koloni, wala tusiite jambo jingine. Mimi nasema koloni kasorogo, lakini kwa rasimu hii manake ni koloni kamili. Ndio ukweli. Kuna falsafa moja anasema facts are very stubborn. Huko ukitaka kuzuia huko zitatoka huko, kama vile maji ukitaka kuyazuia huko eta. Sasa mamlaka ya bunge, ibara 134 ingawa imeandikwa ni mamlaka ni katiba, lakini bunge lina mamlaka gani au ina utaratibu gani wa kupitisha sheria mle bungeni? Sisi tunapeleka wabunge waheshimiwa, mnakwenda bungeni, lakini kusema kweli kwa katiba hili yopo, na hii rasimu ndio kabisa au hii katiba inayopendekezwa inasemaje? Ibara 134 ibara moja ibara ndogo ya kwanza a inasema utaratibu wa kupitishwa miswada kwa sheria ya mambo yasiyo ya muungano kwanza, kwa sheria ya mambo ya muungano yaliyomo katika nyongeza ya kwanza, sheria ya kubadili katiba. Utaratibu utakaotumika ni kwa kupitishwa mswada huo ikiwa utaungwa mkono na wabunge walio wengi. Hasa mambo mawili yanashangaza. Kwanza, sheria ya kubadili katiba, na pili, mambo ya muungano. Wabunge mnakwenda kule kusimamia maslahi ya Zanzibar katika mambo ya muungano, au mna interest ninyi na barabara za Kasulu sijui, na interest yenu ni maslahi ya Zanzibar ndani ya muungano. Mmomle kuenda kuhakikisha kwamba sheria itakayopitishwa ina maslahi ya Zanzibar katika masuala ya muungano. Sasa katiba iliyopo ibara 98, sheria zote za mambo ya muungano zinapitishwa kwa utaratibu wa walio wengi. Kwa hivyo kama inapitishwa sheria ya mambo ya nje, inapitishwa sheria sijui ya mambo ya simu, ya posta, sijui inapitishwa katika yote yanayohusu muungano. Hii ni ajabu kubwa kupindukia. Kwamba katika kutunga sheria kwenye sera huku kama tulivyoona, Zanzibar haingii baraza la mawaziri, haina kauli.
Kwa hivyo wanaamua kutafuta chakula wao wenyewe, kutengeneza menu wao, lakini kupika wanaamua wenyewe wanavyotaka kupika wao. Kwamba wabunge wa Zanzibar hawana kauli katika sheria zinazopitishwa bungeni kuhusu mambo ya muungano. Sasa mnakwenda kufanya nini? Mtapiga kelele, lakini mwisho wa siku kwenye kufanya maamuzi inaambiwa ni kwa walio wengi. Ndio ibara ya 98 ya katiba ya sasa hivi ndio inavyosema. Wenzetu wamekubali kulichukua hicho wakakiingiza kama kilivyo katika nini inayopendekezwa katika katiba inayopendekezwa. Vundo umeipa hadhi. Lakini kitu cha kushangaza pia ni kwamba hata mswada wa kubadili katiba nadhani wamefanya makosa. Nadhani haikukusudiwa hivyo. Lakini wanasema hata mswada wa kubadili katiba basi utapitishwa kwa wengi wa kura. Sasa kifungu kinachofuata wamerejea hili la kubadili katiba, inaonesha kwamba kwa hivyo hilo ni kosa liliomo katika rasimu katika hii katiba inayopendekezwa. Kwamba ikiwa tutasema leo tunaipitisha, maana yake hata kubadili hii katiba itapitishwa kwa wale wengi, ndio inavyosema hivi. Lakini pili, ibara ya 134 B, mambo mengine ni kubadili masharti ya katiba kama nilivyosema, ambalo hii ni marejeo, inaonesha imejirejea yale yalioelezwa katika lakini kubadili masharti ya jambo lilotajwa katika nyongeza ya pili, ambayo ni mambo mawili tu: kubadili masharti ya katiba ya muungano yanayohusu mambo ya muungano na kuongeza au kupunguza jambo la muungano. Utaratibu unaotumika ni kwa theluthi 2 ya wabunge wa kila upande. Hapa lazima tuisome kwa makini. Anasema kubadili masharti ya katiba, sio kubadili mambo ya muungano. Masharti ya katiba yanayohusu mambo ya muungano, sio ile sheria ya muungano. Na kubadili, kuongeza au kupunguza mambo ya muungano. Wengine wanaweza kusema kwa mujibu wa kifungu hichi, maana yake ukitaka kupitisha, hata haijasema hivyo katiba. Na eneo la tatu ni ibara 134. Ibara hii inahusu utaratibu wa kupitisha sheria kwa mambo yanayotajwa katika nyongeza ya 3, ambayo ni mambo matatu. Kwanza ni muundo wa Jamhuri ya Muungano, ndio serikali mbili. Kuwepo au kutokuwepo Jamhuri ya Muungano na kubadili ibara 134. Maana yake hapa imetiwa kufuli, ikapigwa welding, sijui ikafanywa na kitu gani. Ajabu kwamba mfumo wa serikali mbili ilikuwa ni temporary arrangement chini ya mapatano ya muungano. Na kama katiba hii msingi wake ni mapatano ya muungano, huwezi ukaufanya huo sasa. Na ndio maana hata kwenye katiba sasa suala la muundo halikuambiwa kwamba ni lazima libakie hivyo hivyo. Lakini leo unakuja kufanya kwamba ni walazima. Sasa muundo huu wa serikali mbili una dhuluma kubwa kwa Zanzibar zilizopindukia. Maana umeifanya Zanzibar ni koloni la Tanganyika. Lakini mkoloni mwenyewe anasema ukitaka kubadili huo koloni, basi mpaka kwanza na mimi nikubali. Tena kwa kura ya maoni. Ndio ninavyosema kwamba hatari hiyo ndio kubwa zaidi. Ndio maana akasema katika Zanzibar itakavyoangamia, kwamba yeye anasema huu mfumo wa serikali mbili tumeshauona dhuluma zake, tumeshauona athari zake. Lakini hii katiba inayopendekezwa anasema ukitaka kuubadilisha huwezi kuubadilisha. Siku hii ikipitishwa, maana yake huo utabaki maisha yenu mnakuwa bonded into servitude, mpaka yule anayewatuma, yule alowatawala aseme jamani, sasa na mimi nimekubali, naona kubadili mfumo huu. Haya ni mambo ya ajabu. Unajiuliza, huyo anaitetea hii hajayaona hayo, hayajui? Na kama kweli analikubali hilo, au ndio BT? Kwa hivyo
Mimi nasema mfumo wa serikali haya mamlaka ya bunge kama tulivyoyaona, maana yake ikiwa katiba hii itapita, maana yake Zanzibar ndio imekwenda maisha milele dumu fil alamin. Jambo la 6, naomba niende haraka ni mambo ya muungano. Huko tunakotoka Zanzibar tulikuwa tunalalamika sana katika maeneo matatu kuhusiana na mambo ya muungano. Kwanza yalikuwa ni mengi. Pili, kukosa ufafanuzi wa mambo ya muungano. Na tatu, mambo ya muungano kuikosesha Zanzibar nyenzo za kiuchumi. Tujiulize, katika hiyo katiba inayopendekezwa inaambiwa Zanzibar tumepata kila kitu. Hayo ndio yalivyo. Mambo ya muungano ukisoma hiyo nyongeza ya kwanza yametajwa, mfano kwanza ni mambo 21 ingawa yameandikwa 16. Ukiona wewe unasema mambo ya muungano sasa 16. Lakini ukiyachambua maana yake ni mambo 21. Katika haya lipi lenye ufafanuzi? Elimu ya juu maana yake nini? Ndio yale business as usual. Swala la wingi sijui nyenye mtasema mambo 21 kumebakishwa nini? Lakini jambo la ajabu ni kwamba, na ambalo limepigiwa kelele katika ripoti zote ninazozijua mimi za serikali, na mimi nasema simjui anayejua hizo kero za muungano, aliyewahi kushiriki kuzitatua, manake toka niko kijana mpaka nimezeeka. Miaka 21 nimo katika kamati hii, tume ile kushughulikia kero za muungano, na hakuna lilokuwa, labda zimezidi zaidi. Lakini jambo moja ambalo limekuwa likipigiwa kelele siku zote ni suala la Benki Kuu, ni suala la kodi ya mapato. Waheshimiwa, mimi katika moja specialization yangu ni kodi, ndio nilofundishwa na Uingereza pale University of London. Mambo ya taxation, tena comparative taxation. Na project yangu nikafanya comparative taxation katika island economies. Hakuna nchi yoyote ya kisiwa iliyoendelea ikawa haina mamlaka katika kodi ya mapato. Mtu aje aseme moja tu, kwa sababu kodi ya mapato ndio inakufanya uvutie mitaji. Mtu anakuuliza pesa unatoa wapi? Serikali haina visima vya pesa. Pesa za serikali ni ile seigniorage right, ile haki yake ya kutoza kodi, haki zake mbalimbali za kisovereignty. Na ndio maana unakuta kwamba mapato ya Caribbean Basin, vile visiwa, ni makubwa mno ukilinganisha na uchumi wake. Ni mapato yameingia kwa sababu ya mfumo wao wa kikodi uliovutia mitaji kutoka nje. Ndio maana unavikuta visiwa kama hivyo Singapore, si kwa sababu eti vina nini? Rasilimali. Singapore maji wananunua kutoka Malaysia. Maji Nobe. Walipotolewa kwenye ule muungano mwaka 65 wa Malaysia waliwatoa kijeuri kabisa, kwamba hawa waache bwana wakafe njaa. Lakini walichotumia nini? Ni mamlaka yao katika masuala ya kodi. Wakati ilipotokea financial crisis miaka ile ya 90, kuna bwana mmoja alikuwa akimshauri waziri mkuu wa Malaysia, Mahathir. Kaandika kitabu chake nacho mimi, kinaitwa Notes to the Prime Minister. Alikuwa anamshauri Prime Minister namna gani kushirikiana na Singapore ili Malaysia isije ikaumia katika financial crisis. Yani mkia leo ndio umekuwa kichwa. Watu waliowafukuza katika muungano. Kwa nini? Kwa sababu ya visionary leadership iliyoweza kutumia mamlaka iliyokuwa nayo
kuweza kujenga uchumi. Mpaka sasa Malaysia yenyewe ikawa inaitegemea Singapore isije ikazama katika financial crisis. I have that book, anayetaka yote naweza kumpa akasoma. Sasa leo wewe uchumi wa kisiwa unakwenda halafu unakuja unasema tumepata mafuta. Kusema kweli sijui ite jina gani. Kwa sababu mimi naomba, nilikuwa na katika kufanya utafiti nilikuwa natazama hiyo sheria inayosema imeturuhusu tuchimbe mafuta na mapato yatakuwa ya kwetu. Mpaka leo, mpaka Jumatano iliyopita, nauliza naambiwa haijatoka government press Dar es Salaam. Mimi naamini si bahati mbaya. Lakini ukisoma ule mswada wa sheria hizi mbili, kwanza hata kwenye objects and reason, kwenye madhumuni na sababu, hauelezi kwamba nia yake moja ni kuifanya Zanzibar iweze kujiendesha. Halafu hamna chochote kinachoeleza Zanzibar ina mamlaka yapi, au labda kama yameingizwa baadaye, na kama yameingizwa ni kwa wenzetu wenyewe walivyotaka. Yamekaaje? Tusubiri sheria tutaiona. Lakini utajisifu vipi kwamba wewe umepewa mafuta? Maana hii ni sawa sana kwamba mnagombea mwembe, mwenzako akaja akakwambia kwamba bwana sikiliza, disiwe ugomvi, huu mwembe chukua. Ninachotaka mie embe tu zikizaliwa ndo nitachukua mimi. Halafu ukajisifu sana nimepata mwembe. Wewe utakuwa mtu sijui. Mwembe huo unataka kwa kivuli? Haya ndo mambo ambayo tuseme ukweli, haya mambo tusiyafanye siasa. Ni dhambi kubwa kuyafanya siasa mambo ya maslahi ya nchi. Viongozi hawa waliotangulia wa mrengo huo na waliweza kusimamia, wakajua labda ndio ile. Kuna rafiki yangu mmoja ananiambia labda hiyo hadithi ya Zenengo. Zenengo alipoambiwa yeye kwamba bwana ajifundishe kunini asali, akasema ufundi upo petu. Akasema ufundi upetu. Mpaka yule mzee alipoondoka ndio yanahangaika mpaka leo. Uzunguka maua yote, sijui ni huu, sijui ni mti huu. Mwenzake nyuki anatengeneza asali. Sasa labda wenzetu elimu hiyo hawakupewa. Na hawakupewa kwa sababu wasema ufundi upetu. Sasa mimi hili nawaachia nyinyi muweze kunini. Lakini la mwisho naomba nimalizie kwa sababu naona nishachukua muda mwingi. Ni swala la kura maoni kubadili mambo ya muungano, muundo wa muungano. Hili nadhani sina haja ya kulieleza, nimetangulia kulieleza. Kwamba sasa nini nayo pendekezo? Inasema kwamba ukitaka kuubadili, siku ikija ikipita hii, maana yake tumekaa kwenye ukoloni wa Tanganyika milele. Mpaka wao wakubali kwa kupitia kura ya maoni. Haya ni mambo ya ajabu. Ukajifunga, ukajizonga, kule Pemba anasema ukajitatawika, halafu ukasimama mbele ya watu ukasema nimepata kila kitu. Alokuwa chancellor wa Ujerumani, Bismarck, Herbert Bismarck, alichukua juhudi kubwa kunegotiate mambo ya Heligoland. Yaani namna gani Zanzibar wao watoe witu, wao wapewe kisiwa cha Heligoland. Mwenyewe alikuwa akishaika mitego yake, lakini akajiuzulu Machi mwaka 1890 kabla hajamaliza ile kazi. Nafasi yake ikachukuliwa na Caprivi. Caprivi mwenyewe anasema alikuwa haziwezi wits za Salisbury katika mambo haya, mitego hii. Wakaja wakanegotiate. Akasema Heligoland Waingereza walikuwa hawakioni tena kama is an island of importance kwa kweli. It's not strategic. Lakini wewe unakuwapa witu ambao is a very strategic area kwa advancement ya Wajerumani. Lakini yote hayo uenda kuwaruhusu Zanzibar wanaichukua hivi hivi. Manake hata Lord Salisbury wakati anawasilisha mswada ule wa kukubali Heligoland kwenye House of Lords,
aliwaambia mambo mengi, lakini aliwahakikishia wabunge wa House of Lords kwamba bwana, katika Afrika ya Mashariki hakuna sehemu inayolingana na Zanzibar. Nimeandika yale maneno yake, inayolingana na Zanzibar kwa umuhimu. Kwa hivyo sisi kuitwa Heligoland, jamani, wala msee na wasiwasi. Kurasa 7. Sasa hivyo ndo maana wao waliona wameshinda Waingereza katika Heligoland Treaty, wamepata kweli kweli. Basi Bismarck alikasirika kweli kweli, akamwambia Caprivi, wewe mtu wa ajabu sana, yaani umekwenda kunegotiate suruali, umepata kifungo, unafurahi? You went for a trouser, you came back with a button and you are happy? This is silly. Sasa wazimu. Sasa sisi tumeingia katika katiba mpya inayopendekezwa tukitafuta suti, tumetoka na kifungo cha chawa na bado tunafurahi. Sijui nyinyi ndo mtaamua. Mtu anayefurahi, anaitetea, anayesema kwamba katiba mpya, wakati ni dhahiri kwamba katiba hii inayopendekezwa kama itapita, maana yake ni kwamba Zanzibar imeangamia. Zanzibar imekwisha, Zanzibar haipo na haitokuwepo milele, kusema kweli. Sasa leo mtu anapokuja akasema kwamba hapa tumepata kila kitu, lazima atakuwa na matatizo zaidi ya ugonjwa ambao mimi naamini haujajulikana wala haujajulikana dawa yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, waheshimiwa wajumbe, naomba washukuru sana kwa kunisikiliza. Nadhani sote tutakubali kwamba hakuna mtu angepaswa kuiwasilisha mada hii kwa ufasaha na kina kama alivyofanya Mheshimiwa Othman Masoud. Tumpigie makofi mengi sana. Sisi wengine wachanga, lakini kupitia kamati ya maridhiano ilipotoka hii hatukuchelewesha, tulifanya uchambuzi pale Bwawani katika kongamano. Nakumbuka wana umoja uzuri wa Mheshimiwa Othman Masoud, hana khiana na anapenda kuwapa moyo hata wadogo.